Bana, juzi hapa ilikuwa ni Oktoba kama 8 hivi, kama nitakuwa sikosei sana, mwaka 2025, lilitoka tangazo ambalo linahusu masharti mapya ya kuingia Marekani. Na masharti hayo yalitangazwa na serikali ya Marekani, ambapo moja kati ya mataifa ambayo yalikumbwa na masharti haya mapya lilikuwa ni taifa la Tanzania, kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo raia wake sasa hivi wanatakiwa kufuata utaratibu wa dhamana ya kuwa na visa ili kuingia nchini Marekani. Na baadaye tukaona serikali ya Tanzania ikasema itaendelea na majadiliano na taifa hilo la Marekani kidiplomasia, na suluhu hiyo ni yenye usawa, heshima na maslahi ya pande zote mbili, kwa kuzingatia uhusiano mzuri wa nchi hizi mbili uliodumu kwa zaidi ya miongo minne. Ilikuwa ni sehemu ya taarifa ambayo imetolewa na serikali ya Tanzania. Na pamoja na mambo mengine ambayo yalikuwepo, tuliona msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa alisema kwamba uamuzi huu utafikiwa baada ya majadiliano kuhusu masuala ya uhamiaji baina ya mataifa haya mawili. Na Msigwa kupitia taarifa yake alisisitiza kwamba uhusiano na Marekani umejengwa katika misingi ya urafiki, ushirikiano na kuheshimiana kwa muda mrefu, na hivyo hatua hiyo haitabadilisha dhamira ya Tanzania kuendeleza uhusiano mzuri na taifa la Marekani. Sasa mnajua kwa nini nimeamua kuja na hiyo story? Nimekuja na hiyo story bwana kwa sababu yani nimeona kuna kitu tofauti kidogo ya kila ambacho kimefanywa Tanzania na kila ambacho kinafanywa na mataifa mengine ambayo yaliingizwa kwenye hiyo orodha ya mataifa ambayo yanatakiwa kuwa na bondi. Yani lazima uweke kitu fulani ndipo uweze kuingia nchini Marekani. Sasa bwana, Mali, taifa la Mali kwa bwana Assimi Goita wameweka nao bondi ya dola 10,000 kwa Marekani yeyote yule anayetaka visa ya kuingia nchini Mali. Yani hapa ndo nasikia mbwa kala mbwa. Serikali ya Mali imetangaza kuwa raia wa Marekani wanaotaka visa za biashara au utalii watalazimika kulipa bondi ya dola 10,000, zaidi ya shilingi milioni 26 za Kitanzania, hatua ambayo inatajwa kuwa ni jibu la kisiasa kwa uamuzi wa Marekani kuanzisha mpango wa aina hiyo dhidi ya raia wa Mali. Tangazo hilo limetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali Jumamosi, wakieleza kwamba hatua hiyo inazingatia kanuni ya kisiasa ya masharti ya usawa ambayo inafahamika kama reciprocity kati ya mataifa haya mawili. Kwa kuzingatia misingi ya usawa, Mali imeamua kuanzisha mpango sawa wa visa unaoweka masharti na mahitaji yale yale yaliyowekwa kwa raia wa Mali ambao wanaomba visa za Marekani, ilisema sehemu ya taarifa hiyo. Uamuzi huu unakuja baada ya Mali kuwa ni miongoni mwa mataifa ambayo kuanzia Oktoba 23 Washington taanza kutekeleza mpango wa majaribio wa visa bond ambao utawapa na kuwataka raia wa Mali wanaotaka visa za B1 pamoja na B-2. Na kwa wale ambao hamjawahi experience kuomba visa, kwa mfano kama unaomba visa ya Marekani, labda unaomba visa ya kutembelea kama mtalii, au kama unaomba visa ya biashara, basi utaomba inaitwa B1 au B2. Hii ndio ina deal na masuala ya biashara au utalii. Kwa hiyo raia wa Mali ambao wanaenda nchini Marekani kwa ajili ya mambo mawili watalazimika kutozwa dola 5,000 hadi 10,000 kama bondi. Sasa Mali yenyewe nayo imewajibu. Wao wamesema wa Marekani wowote ambao wanataka kwenda Mali wanatakiwa kulipa bondi ya dola 10,000. Yani si kukaa kwenye majadiliano, ila ni bondi ya dola 10,000. Sijui kama mnanielewa wazee. Yani Mali wao wameamua kuwajibu wa Marekani. Yani hawajataka kukaa nao sio eti tuzungumze, sijui tufanye nini, la hasha. Wao wameamua kuwajibu moja kwa moja. Na mtakumbuka kwenye lile tangazo ambalo lilitolewa na Marekani, ambapo walisema tarehe ya kutekelezwa kwa tamko hilo ni Oktoba 23, 2025, kwamba idara ya jimbo la Marekani kwa kushirikiana na idara ya hazina ambayo inafahamika kama Treasury na idara ya usalama wa ndani Homeland Security wametangaza kuanzishwa kwa mpango wa majaribio wa visa bond kwa raia wa Mali pamoja na mataifa mbalimbali, na wanatakiwa kuwa na hayo kukidhi hayo masharti. Sasa
Mali kwa nini unajua imechaguliwa, na hapa nafikiri ndio mnatakiwa kunielewa mabibi na mabwana, kwamba kwa nini Mali imekuwa kwenye orodha hiyo. Kwanza, idadi kubwa ya raia ambao wanaishi visa zao za Marekani bila ruhusa ambayo inaitwa overstay wameonekana ni wengi sana raia wa Mali. Lakini mapungufu katika taratibu za uchunguzi pamoja na uthibitisho, lakini hofu kuhusu upata uraia hasa katika uwekezaji wakipata hivyo vibali vya kuishi, lakini pia mambo ya sera za kigeni. Haya ndio maeneo ambayo yaliwekewa yani huo msisitizo, kwa sababu wanasema watu hawataki kukaa katika eneo hilo. Na katika kuliweka hili sawa, mpango huu wa kuweka bondi ya visa ni kwamba afisa wa ubalozi lazima ahakikishe kuwa kila raia anayekidhi masharti ya visa ya B1 au B2 analipa bond ya $5,000 mpaka $10,000. Yani kwa mfano mimi Alex Guido Mvinge nimeingia kwenye ile poto ya immigration ya Marekani, au naomba ile visa ya Marekani, halafu nikawa nimequalify. Kwa maana unajua, kwa mfano sisi Tanzania, ili uweze kupata ile visa, cha kwanza wakati unaenda kuapply watakuomba shilingi 500,000 kama na 10,000 kama nitakuwa sikosea, 500,000 na 10,000. Halafu baada ya hapo utaomba hiyo visa appointment. Yani hiyo ni unaomba visa appointment kwa ajili ya kuingia nchini Marekani, kwenda Marekani. Halafu baada ya hapo ukishatoa hiyo, wanakutumia barua ambayo inathibitisha kwamba umepokea zile fedha. Na remind you guys ni kwamba hiyo 500,000 na 1000 ngapi, uwe umepita mtihani wa kuomba wa kupata visa, uwe haujapita, hiyo hela ni refundable, yani hairudishwi, hairejeshi hata kidogo. Kwa hiyo ukishapata hiyo pesa unaingia, wanakuambia wanakuuliza unataka tarehe ngapi ya kuja kufanya hiyo appointment yako kwa ajili ya visa. Basi interview unamwambia labda mimi nataka, kama umeomba leo labda ni mwezi wa ngapi, leo ni mwezi wa 10, unaambia bwana labda mimi nataka nifanye mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa hiyo anakupangia tarehe. So ukienda, wakati utaenda na zile qualifications zako na vitu vingine vyote ambavyo watakuwa wameviainisha. Halafu baada ya hapo utaenda kufanya interview kwa wale maafisa wa balozi ambao wanakuepo pale. Kwa hiyo mkienda kufanya interview sasa, ukisha pass ile interview ya kwamba unaenda Marekani na ile visa yako sasa imekuwa approved, basi unatakiwa kutoa $5,000 au $10,000, inategemeana wao watakuwa wamekuona ni waajaje. Na hicho kiwango wanasema kinategemeana na hali ya mtu ambaye ameenda. Kwa hiyo kukupasi interview ni tofauti na kwenda Marekani. Yani unaweza ukapasi interview lakini ukakosa ile hela ambayo ni bondi. Na wanasema ni kwa sababu gani? Kwa sababu wamegundua kumekuwa na watu wengi sana ambao wanazamia, wanapata visa, wanaenda, lakini mwisho siku wanaenda wanazamia. Lakini watu ambao wanaomba hizo visa tena, unatakiwa kujaza form moja ambayo inafahamika kama DHS 1-352, ambao utakuwa unakubaliana sana ile masharti ya ile bondi na kulipa kupitia jukwaa la malipo mtandaoni ambalo linafahamika kama pay.gov la Treasury. Hili ni sharti ambalo linahusu raia wote wale ambao ni raia wa Mali. Kwa raia wa Mali hata kama anaomba visa kupitia Tanzania, as long as kaenda kuandika kwamba he is a man or she is a man from Mali, ni lazima alipe hiyo kiasi. Hata wewe Mtanzania, yani the same, kwamba ili uweze kupata sasa hiyo visa ni lazima uweke hiyo visa bond kwa raia wote. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na idara ya jimbo la Marekani, raia kutoka mataifa haya yafuatayo wanatakiwa, wakati wanaomba hiyo visa ya B1 au B2 kwa maana biashara au utalii, ni lazima ulipie hiyo kiasi. Taifa la Mali kuanzia tarehe 23 Oktoba mwezi huu watakuwa wanafanya hivyo. Mauritania kuanzia tarehe 23 the same. Lakini pia Sao Tome Prince kuanzia tarehe 23, Tanzania kuanzia tarehe 23, Gambia kuanzia tarehe 11, Malawi kuanzia Agosti 20, 2025, Zambia Agosti 20. Kwa hiyo Zambia, Malawi na Gambia tayari wenyewe wameshaanza kuapply by doing that. Sasa sababu ya mpango huu ni nini? Wanasema
wanataka kudhibiti watu wengi ambao wanakwenda nchini Marekani pasipokuwa na sababu zozote zile za msingi. Kwa hiyo ndio maana wamelazimika kuweka sharti hili ambalo linahusu raia hao wote ambao wanatoka katika mataifa haya ambayo nimekutajia. Na sasa masharti mengine ili uweze sasa kuingia huko Marekani ni kwamba raia wote ambao mtakuwa mmelipa hiyo bondi mnapaswa kuingia na au kutoka Marekani mtalazimika kupitia bandari zifuatazo. Kwanza, ile bandari ya Boston Logan International Airport BOS, lakini mtalazimika kutumia uwanja wa ndege wa John F Kennedy International Airport JFK. Nafikiri ni moja kati ya uwanja ambao umepata maarufu sana juzi baada ya kumpata yule mwanamama kutoka Torenza. Lakini mtapitia ule uwanja wa ndege wa Washington Dulles International Airport. Na kushindwa kufuata masharti haya unaweza kukataliwa kuingia Marekani, au unaweza ukawa ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa disqualified kupata ile certificate ya kuingia nchini Marekani. Najua nyie watu ambao mnaomba visa ya Marekani mnaelewa kwamba pamoja na mambo mengine, ukiomba visa ya Marekani kwa mfano unaomba leo halafu wanakukatalia, then wakati unakuja kuomba hiyo visa nyingine kujaza B1 au B2, kwenye ile sehemu ya kujaza form kuna sehemu atakwambia, je, umewahi kuomba visa ya Marekani na ukakataliwa? Kwa hiyo lazima utaweka yes, niliwahi kuomba. Kwa hiyo utaweka na hizo masharti ambazo zimewekwa. Sasa kwa nini nimeamua kuleta hii story? Nimeamua kuileta hii story kwa sababu Mali wameamua liwalo na liwe. Mali unajua ni taifa ambalo linaongozwa na mwanajeshi, ni taifa ambalo limekaa baada ya kufanyika mapinduzi. Kwa hiyo hatua hii inaonekana kilichofanywa na Mali ni mvutano, muendelezo wa mvutano kati ya Mali na mataifa ya magharibi tangu yale mapinduzi ya kijeshi ambayo yalifanyika na kumweka madarakani Kanali Assimi Goita mwaka 2021. Na Mali yenyewe imekuwa ikijitenga na ushawishi wa Marekani na Ulaya, wakielekeza ushirikiano wake wa kijeshi na kiuchumi kwa taifa la Urusi na mataifa mengine ya Sahel. Na tumeona Uturuki na Moscow wamekuwa washirika wakuu wapya wa Bamako kwa maana ya Mali katika kipindi cha miaka 2 iliyopita. Sasa hii inatuma ujumbe gani? Ndio maana nilianza nikazungumza kwanza kuhusu sisi, kwa sababu na sisi ni miongoni mwa watu ambao tunaguswa. Hatua ya Mali hii inaonyesha kwamba Mali sasa wanapinga ubabe wa sera za Marekani, na wanaonesha kwamba nchi za Afrika Magharibi zinatafuta uhuru zaidi wa kisiasa na kiuchumi kuliko kuendelea kujipendekeza. Mali inatuma ujumbe kwamba enzi za mataifa ya magharibi kuweka masharti peke yao zimepita. Sasa ni zama za usawa wa kidiplomasia. Hiki ndicho ambacho tunakiona sasa hivi kinafanywa na hawa watu wa Mali. Anyway, sema na mimi pia kwenye comment section hapo chini. Sisi tunatumika tu kama daraja hapa wazee. Tunatumika kwenye daraja kwa ajili ya kuwafikishia ripoti mbalimbali ambazo zinafika, lakini kuna namna fulani ninaona kama mataifa ya Afrika ya Magharibi yanaanza kumove on kutoka katika eneo ambalo tulikuwa tupo under colonialism, neo-colonialism. Sasa hivi wanataka kusimama wao wenyewe, ambapo hili ndilo ambalo limekuwa likipiganiwa na mataifa mbalimbali. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.